Shalom mwana wa Mungu aliye hai, natumai huu mzima kabisa. Jina langu naitwa Beatrice Mkani, mtumishi wa Mungu, na leo tutakuwa tunazungumza kuhusu siri ya Kristo kuishi ndani yetu katika kipindi hicho cha The Kingdom Light podcast. Kristo kuwa ndani ya mwanadamu ni siri kubwa sana ambayo ni muhimu kila mtu ambaye amempokea Yesu Kristo aweze kuifahamu ili kuweza kuishi sawasawa na ushindi ambao Yesu Kristo ametupatia pale msalabani. Ukisoma Wakolosai 1 mstari wa 26 mpaka 27, neno la Mungu linatuambia kwamba siri ile ambayo ilikuwa imefichwa kwa muda mrefu kwa sasa imefunuliwa, nayo ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Lakini pia ukisoma Yohana 14 mstari wa 20, Yesu Kristo mwenyewe anasema, na siku hiyo mtajua kwamba mimi ni ndani yenu na Baba yu ndani yangu na nyinyi mu ndani yangu. Ambao sasa kwenye baada ya kuwa amefufuka tunakuja kuambiwa kwamba kwenye Wakolosai 1:26 mpaka 27 kwamba Kristo ndani yetu, tumaini la utukufu. Kwa hiyo hii ni siri kubwa sana ambayo kila Mkristo anatakiwa aijue, kwa sababu Mungu ametuita, wale ambao tumempokea Yesu Kristo, ametuita kutawala katika dunia hii. Haiwezekani kutawala pasipo kutambua kwamba Yesu Kristo anaishi ndani yetu. Sasa Yesu Kristo anaishi ndani yako sehemu gani? Aishi ndani yetu kwa sura, anaishi ndani kwenye roho, kwa sababu sisi tu roho na tunazo nafsi na tunaishi katika mwili. Ndio maana Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani, anapokuwa anakutana na Mafarisayo, wanapomuona wanaona mbona ni kijana tu, alafu anatuambia kwamba yeye na Mungu ni wamoja. Ni kwa sababu umoja wao haukuwa katika mwili, umoja wao ulikuwa katika roho, kwa sababu Yesu Kristo amezaliwa kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Ndivyo vivyo hivyo mimi na wewe tunapompokea Yesu Kristo tunazaliwa kwa Roho Mtakatifu, tunazaliwa kwa Roho ambaye ni Mungu, si kwa mapenzi ya mwanadamu, bali ni kwa mapenzi ya Mungu aliye hai. Kwa hiyo umezaliwa kwa Roho. Ndio maana kuna umuhimu wa kuzaliwa mara pili. Yesu Kristo alipotoa uhai wake msalabani na kuondoka, akasema wale wote ambao tunampokea tunapata uzima wa milele na tuangamizwi. Kwa nini? Ili tuweze kumwakilisha Kristo katika dunia hii na tuweze kutawala katika kila eneo. Napozungumza kutawala, simaanishi kukaa kwenye sehemu sijui labda ya serikali au ofisi fulani. Napozungumza kutawala, namaanisha kwamba kuleta utukufu wa Mungu, ufalme wa Mungu katika dunia hii, ili Mungu aonekane kwamba yeye ni yule yule wa jana, leo na hata milele kwenye maisha yetu na kwa maisha yanayotuzunguka. Sasa Yesu Kristo kuwa ndani yetu inamaanisha nini? Cha kwanza, inamaanisha kwamba tunao ufalme wa Mungu ndani yetu, kwa sababu Yesu Kristo ndiye ufalme wa Mungu. Isaya 9:6 mpaka mstari wa 7 inatuambia hivi kwamba mtoto amezaliwa na uwezo wa kifalme mabegani mwake, na ongezeko la ufalme wake halina mwisho. Naye huyu ndiye anaishi ndani yetu. So kama anaishi ndani yako, umebeba ufalme wa Mungu. Na unajua Yesu Kristo alipokuja hapa duniani akanasema, nimekuja kuleta habari njema za ufalme wa Mungu. Akawa anaponya watu, analisha watu, anasamehe watu. Hivyo vyote vinawakilisha kwamba yeye alikuwa na ufalme wa Mungu ndani yake. Kwa sababu kwa mfano huwezi kumponya mtu
kama hakuna ufalme wa Mungu ndani yako. Yaani kwa kumwombea hivi, Baba, katika jina la Yesu nakemea ugonjwa uondoke, haiwezekani bila kuwa na ufalme wa Mungu ndani yetu. Ndio maana tumempokea yeye. Hatuwezi kusamehe bila kuwa na ufalme wa Mungu ndani yetu. Kuna vile vya kawaida, lakini kuna ile kusamehe kweli kweli kunahitaji kuwa na ufalme wa Mungu ndani yako. So unapompokea Yesu Kristo pia inamaanisha unao ufalme wa Mungu ndani yako. Jambo lingine, inamaanisha kwamba tunao uzima wa Mungu ndani yetu. Namaanisha nini sasa? Naposema tunao uzima wa Mungu ndani yetu, namaanisha kwamba Yesu Kristo ndio uzima, ndio ufufuo. Yohana 11 ukisoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka ukienda mpaka mstari nafikiri 40-42, unaona stori ya Lazaro akiwa amekufa. Yesu Kristo anasema naenda niweze kumwamsha. Hata wanafunzi wake kwa wanajiuliza, okay, kama amelala basi na sisi twende, So walikuwa hawaelewi Yesu Kristo anamaanisha nini. Martha na Mary walipomwona, sikumbuki kama ni Martha au Mary, amwambia, Bwana, kama ungekuwepo kaka yangu asingelikufa, lakini najua atafufuka siku ya mwisho. Yesu Kristo akamwambia, mimi ndio ufufuo na uzima. Kwa Yesu Kristo ni ufufuo na uzima. Anapokuwa ndani yako, ufufuo na uzima upo ndani yako. Hiki sio kitu kidogo, ni jambo kubwa sana. Kuwa na ufufuo na uzima wa Kristo ndani yangu inamaanisha mauti, uharibifu, vyote vinakuwa havina nguvu ndani yangu juu yangu mimi, kwa sababu ndani yangu upo uzima, upo ufufuo. Ndio maana alimwambia Lazaro, njoo, kwa kuwa ndani yake kuna uzima. Hatuwezi tu kwenda nikasema Lazaro njoo wakati ndani yangu hamna uzima, hawezi kuja. Lakini kwa kuwa tayari ndani yangu kuna uzima, Kristo yuko ndani yangu, nikisema njoo, kweli atakuja. Nikisema kwa jina la Yesu pokea uponyaji, kweli uponyaji utapokea. Kwa sababu ndani yangu yupo Kristo, yupo mkuu, yupo mwenye uweza. Kwa hiyo lazima utambue ndani yako yuko nani, umezaliwa na nani, umezaliwa na Mungu. Unayo asili ya Mungu ndani yako, unao uzima wa Mungu, unao ufufuo wa Mungu. Lakini pia nasema katika Wakolosai 1:18 mpaka 19, neno la Mungu nasema utimilifu wote wa Mungu uko ndani ya Kristo. Kwa mimi na wewe ambao tumempokea Yesu Kristo, tunao utimilifu wa Mungu ndani yetu. Sasa utimilifu wa Mungu, unaweza kujiuliza ni vitu vingi, kwa sababu Mungu ni mkuu sana, hata kwa maneno siwezi kumaliza kuelezea. Lakini utimilifu wa Mungu ni kama uzima wa Mungu, uhai wa Mungu, kibali cha Mungu, nguvu za Mungu, uweza wa Mungu. Ndio maana hata Wakorintho wa kwanza 6:17 inasema yeye aliyeunganishwa na Mungu yu roho moja naye, ikimaanisha kwamba we are one, sisi ni wamoja na Mungu. Unajua, wakati mwingine watu tunafikiri kwamba ni hekima au ni unyenyekevu kujiona kwamba sisi sio kitu. So unyenyekevu ni kukubali vile Mungu anasema wewe. Huo ndio unyenyekevu. Hemu jaribu kuona kwamba Mungu kamtoa mwanao wa pekee Yesu Kristo kwa ajili yangu mimi na wewe, alafu mimi nichukulie hilo jambo kawaida tu. Ni kama wewe umenisaidia jambo kubwa sana, alafu nakuchukulia kawaida tu. Siwezi kusema ni unyenyekevu. Si unyenyekevu kusema mimi sio kitu. Sio unyenyekevu kujiona wewe si kitu. Ni unyenyekevu kujiona kwamba
utimilifu wa Mungu uko ndani yako, uzima wa Mungu uko ndani yako, ufalme wa Mungu uko ndani yako, na hivyo umepewa nguvu ya kutawala katika dunia hii kwenye nyanja mbalimbali. Mungu anaweza kukupa uwezo wa kutawala kwenye biashara, kwa sababu ufalme wa Mungu unahitaji nguvu ya uchumi pia kupeleka. Mungu anaweza kukupa utawala kwenye eneo la biashara, Mungu anaweza kukupa utawala kwenye eneo la uponyaji, Mungu anaweza kukupa utawala kwenye maeneo mbalimbali. Pale ambako wanasema ili haliwezekani, neno la Mungu linasemaje kuhusu ile wanasema haliwezekani? Wao wanaweza kana wanasema haliwezekani, huku Mungu anasema linawezekana. Kwa tunaenda na kile Mungu ambacho anachokisema, kwamba Bwana kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Haijalishi daktari amesema haiwezekani, ugonjwa wao hauna tiba, lakini unaweza kama hauna tiba duniani, ila Kristo ambao ni uzima na ufufuo, yeye ni tiba ya kutosha kuliko tiba nyingine yoyote. Yeye ni kwa sababu amesema yeye ni uzima na ufufuo. Na Mungu anatafuta kizazi ambacho kitamwamini. Tuwe kizazi kile ambacho hatujampokea tu Yesu Kristo, tuwe kizazi kile ambacho kinamwamini Mungu kwa ukuu wake, kwa uweza wake, kwa mamlaka yake. Hicho ndo anachokitafuta. Hajatoa uhai wake pale msalabani tumuone wa kawaida, tuone kwamba neno la Mungu linavyotamka kwenye Biblia si kweli. Ameitoa uhai wake ili tuthamini kile ambacho amekifanya msalabani. Unapokubali kwamba unao uzima wa Mungu ndani yako, unapokubali kwamba unao utukufu wa Mungu ndani yako, unapokubali kwamba unao utumilifu wa Mungu, unazo nguvu za Mungu, na Mungu ni mkuu kuliko yule aliyoko duniani, na umuogopi yule aliyoko duniani kwa sababu aliyoko ndani yako ni mkuu, hapo unauthamini msalaba wa Kristo. You are not undermining the power of the cross of Jesus Christ. Kwa hiyo ni muhimu kujua siri ya Kristo kuwa ndani yako. Kwa kifupi ni Mungu anaishi ndani yako. Unapotembea, unapotokea naye anatokea. Hauko peke yako. Jicho la Mungu liko pamoja nao. Of course ukionekana kwenye sura na muonekano wa kawaida unaonekana kawaida, lakini hakuna yoyote aliyempokea Yesu Kristo ambaye ni wa kawaida. Yeyote aliyompokea Yesu Kristo anao uzima wa Mungu, uzima tena tele. Kwa sababu yeye mleta uzima hajaishia tu kuleta uzima, bali anaishi ndani yetu. Ni siri kubwa sana. Kwa tukianza kuona hivyo, ndipo tunaanza kuona magonjwa yote yanayotuvamia hayana nguvu, kwa sababu tunajua uzima uko ndani yangu. Tutaacha kuogopa nguvu za giza, utaacha kumuogopa shetani, utaacha kuogopa majanga, utaacha kuogopa, kwa sababu ukisoma Ufunuo 1:17-18 unaona Yesu Kristo mwenyewe anasema usiogope, ninaishi na alikufa bali naishi milele na milele, na nazo funguo za mauti na kuzimu. That means anayo mamlaka ya mauti na kuzimu. And na hakuna namna ambayo tukichukulia hilo neno kwa uzito ambao unatakiwa kuchukuliwa, hakuna namna mauti itatushinda. Mauti ni magonjwa, ni maskini, ni kila ni kitu ambacho kiko kinyume na Mungu. Havitotushinda mwana wa Mungu aliye hai. Magonjwa hata yaonekane kinamna gani, lakini najua aliyeko ndani yangu ni mkuu. Inawezekana na mradi wangu umeanguka mara 10 mara 20, but kila wakati nikifikiria aliyeko ndani yangu ni mkuu kuliko aliyeko duniani. Lazima nifanikiwe ili utukufu wa Mungu uonekane. Unajua watu wa Mungu tunatakiwa tuwe tuna ndani yetu tuwe tuna yule inaitwa nini? Tuwe tuna uzito fulani, yani wewe una uzito ndani yule kwamba siwezi kushindwa
hata kama nimeshindwa mara 10, siwezi kukaa pale niliposhindwa. Nanyanyuka kwa sababu aliyoko ndani yangu ni mkuu kuliko aliyoko duniani. I must win because I am more than a conqueror in him. So tunawezaje sasa kuhakikisha uzima wa Mungu, baraka za Mungu, uweza wa Mungu ulioko ndani yetu unakuwa kama anavyosema? Cha kwanza, tukubali kile Mungu alichokisema. Watu wa Mungu mara nyingi hatukubali kile Mungu alichokisema, bali tunakubali kile tunachokiona kwa macho ya kawaida. Tunaona magonjwa, tunaona yale mazingira tunayaona ndio tunayaona kwamba ni ya thamani na ni hakika kuliko kile Mungu anachokisema. Lakini Mungu anachokisema ndicho hakika. Anaposema anaishi ndani yako ni hakika, otherwise asingeandika. Kulikuwa hakuna haja ya kuandika kwenye Biblia kwamba Kristo anaishi ndani yangu kama aishi ndani yangu. Lakini kwa kuwa imeandikwa, ndicho inachokimaanisha. Akisema kwa kupigwa kwake sisi tumepona, akisema sisi ni washindi, akisema tunayo mamlaka zidi ya adui, akisema ametupa nguvu ya kutawala, akisema kwamba sisi ni viumbe vipya katika Kristo Yesu, akisema kwa kuwa tunaye yeye tunaweza kile ambacho ametuambia tufanye, iko ndicho cha kuchukua. Tatizo tunapenda kusema mbona fulani aliamini hivi lakini mbona maisha yake yako hivi, mbona fulani aliamini hivi mbona yuko vile. Tusimweke Mungu kwenye boksi la mtu. Tunajua kama yule fulani alikuwa anaamini, tunajuaje? Hata mimi leo kesho nikija nikikwambia kwamba Yesu Kristo aishi ndani yako, nikimbie na kudanganya. Ndio maana Paulo anasema nifuateni vile napomfuata Kristo. Inamaanisha nikikengeuka, nikianza kusema Yesu Kristo sio Bwana, ni wewe, nikimbie sana. Anachokisema Mungu kwamba yeye anaishi ndani yako, yeye ni nuru ya ulimwengu, yeye ni Mungu mkuu, we take it as it is. Anachosema mwanadamu, as long as kiko kinyume na Mungu, mimi sikichukui. Hapo Mungu amesema ugonjwa lazima upone. Mwanadamu akisema uponi, hiyo ni limitation ya mwanadamu, sio ya Mungu. Mimi nitakichukua anachokisema Mungu. Ndicho Mungu anachokitaka. Kichukue anachokisema yeye, kanacho. Kanacho. Nikimaanisha nini? Kwanza niseme tukubaliane naye. Amua kwamba anachosema Mungu ndio hiko. Kingine, tuamue kwamba hiki kitu anachokisema Mungu nitakaa nacho. Nikimaanisha nitakitafakari, nitatembea nacho, nitakitamka, nitakiwaza. Ndio maana Mungu katika Yoshua 1:8 alimwambia, kitabu hiki cha sheria kisitoke kinywani mwako mchana na usiku. Imagine, mchana na usiku. Kumbe kumtafakari Mungu na ukuu wake ni mchana na usiku. Na kana muwaza Mungu, wewe ni mkuu, wewe ndio uzima na ufufuo na unaishi ndani yangu, hivyo ndani yangu kuna uzima na ufufuo. Wewe ndio Bwana wa majeshi, hivyo siwezi kushindwa. Wewe ndiye Mungu mkuu, mimi ni mshindi. Ninawaza hivyo asubuhi, ninawaza hivyo saa 6 mchana, ninawaza hivyo usiku. Usiku nikigeuka hivi, nina uzima wa Mungu ndani yangu. Kristo anaishi ndani yangu, tumaini la utukufu. Asubuhi nikiamka, Kristo anaishi ndani yangu, tumaini la utukufu. Zinakuja changamoto, lakini cha kwanza unawaza aliyoko ndani yangu ni mkuu kuliko aliyoko duniani. Lazima nitashinda katika hili.
Sasa unavyozidi kufanya hivyo, unakaa na neno la Mungu, na maanisha unalitafakari, unalitamka, unaliwaza. Acha kuwaza nani ameniacha, acha kuwaza sijui, unajua sisi kwetu kuna mizimu. Wewe neno la Mungu nasema tumehamishwa kutoka kwenye utawala wa giza tupeleka katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ndivyo neno la Mungu linavyosema. Sijitungii. Wakolosai 1:13 ndio natuambia hivyo. Wafilipi nafikiri sura ya 2 ya 3 nafikiri mstari wa 20 kama sijakosea, kwamba tumefanyika kuwa wananchi wa mbinguni. Wewe kwa nini usijione kama vile Mungu anavyokuona? Uzaliwa kwako mara pili ndiko kunako tawala duniani, sio kule kuzaliwa kwako na baba na mama, bali kuzaliwa kwako mara pili katika Kristo ndiko kunako tawala duniani, na huko ndiko unakotakiwa tupashike. So unaanza kuona vile Mungu anavyosema, nina uzima wa Mungu, Mungu anaishi ndani yangu. Imagine Mungu kuishi ndani yako, inamaanisha wewe ni mrithi pamoja na Kristo. Ndio maana Mungu ameamua kuishi ndani yako na ndani yangu mimi. Hivyo tumepewa ushindi. So unavyozidi kutafakari hivyo usiku na mchana, unaanza kupata hekima ya kufanya nini unachotakiwa kukifanya. Unaanza kupata hekima ya Mungu. That's why I say you shall observe what to do. Ndipo unaanza kujua nini cha kufanya. Ndipo hata mgonjwa akienda kumwekea mikono anapona, kwa sababu wewe umeshajawa na lile neno ndani yako. Unajua tafakari inachofanya ni kujaza neno ndani yako, ni kutufanya sisi tu wamoja na neno. Kwa unavyolitamka au unavyoliwaza ndivyo. Kwa hapo sasa unaweza kuanza kuchukua hatua zingine. Na unavyozidi kutafakari neno, achana na zile tamaduni. Marko 7:23 nafikiri, au Marko sura ya 7 inasema, na neno lile alikufanya kwa anasema tumechanganya neno na tamaduni. Acha ile kutokuchanganyikana na imani. Tumechanganya neno na tamaduni. Yaani tunafuata miongozo ya dunia hii. Kwamba leo wamesema uchumi ni mbaya na sisi ndo tunasema hivi. Yaani wewe unasoma, unawe lugha yako inakuwa hivyo ngumu. Yaani unawe lugha yako inakuwa hivyo maisha magumu. Lugha yako inakuwa hiyo ugonjwa hauwezekani. Sasa wewe unafuata ya duniani, ufuati ya Mungu. Sasa hiyo nguvu yote kwa nini tusipeleke kwenye kufuata neno la Mungu? Tutumie muda kutafakari, kulisoma, kulijua, kulielewa, ili tuweze kufanya sawasawa na linavyosema. Ndivyo Kristo anapoanza kuonekana kwenye maisha yetu. Kwa hata kujiona, unajionaje? Mithali 23 mstari wa 7 inasemaje? Kwamba ajionavyo mtu ndivyo alivyo. Unajionaje? Ukijiona kwamba wewe umelaniwa, ufai, mimi kila siku nataka nibomoe laana, yaani najiona sijui vipi, sifai. No. Mungu anasema tujione sawa sawa anavyotuona yeye, kwamba sisi tu wana wa Mungu aliye hai, Kristo anaishi ndani yetu, sisi tu wabarikiwa, sisi tu washindi. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tukauachilia ufalme wa Mungu uweze kufanya kazi kwenye maisha yetu na maisha ya wale wanaotuzunguka. Kuna kukubaliana na Mungu, kuna kulitafakari neno la Mungu, kuna kuondoshwa kwenye imani zisizokuwa, na kuna kutokukata tamaa. Neno la Mungu anasema toka enzi za Yohana mpaka sasa ufalme wa Mungu unachukuliwa na wenye nguvu, unatekwa na wenye nguvu, sio nguvu za mwili. Mtu anaweza kuwa mwembamba, eleweki, lakini akateka ufalme wa Mungu. Kinachoteka ufalme wa Mungu ni ile kwamba lile neno nalishikilia, siachili. Kila alichokisema Mungu sikiachi, no matter what. Ije jua, ije giza,
ninalishikilia neno, mazingira yangu hayatonifanya niliachilie neno, na nikiwa namna hivyo ndivyo lile neno linakwenda na kuanza kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Natumai umebarikiwa na neno la leo. Endelea kufuatilia vipindi vyetu vya Kingdom Light. Hii ni podcast mpya ambayo imejirudia, ilikuwepo na imerudi. Endelea kufuatilia ili kuweza kuona ukuu wa Mungu katika maisha yako. Mungu akubariki sana. Amen.